tusisahau elimu ni muhimu. Njia gani ya elimu ambayo unataka kuwa? Kwa ni dokta, ukiwa nurse au ukiwa accountant kama mie, ni muhimu. Chochote kile utakachokifanya ni cha kwako wewe, hakuna atakayeweza kuja kukuchukua. Kwa hiyo umuhimu wa elimu hauishii hapa. Tunataka vijana wetu, mimi sipendi kusema kwamba vijana ni taifa la kesho. Vijana ni taifa la sasa. Sasa hivi. Kwa hiyo nyinyi ndio mnaojenga nchi yetu sasa hivi. Kwa hiyo hili nimelipenda sana, muendelee na kuwa hivi, mshikamane, mumalize ili mjenge taifa letu sasa hivi. Mmefanya kitu ambacho sasa hivi serikali wamefocus sana, hasa katika afya ya akili. Tukiangalia sasa hivi vijana wengi wanapotea kutokana na afya ya akili. Kwa hiyo sasa ningeshauri mara nyingine tutakapoandaa kongamano kama hili, tusiogope kuwaalika wataalamu husika wa kila fani, ikiwemo afya ya akili, damu salama, maradhi yasiyoambukiza, program za HIV, ili waweze kuja kukupeni elimu ambayo nyinyi mtaibeba kuipeleka katika jamii, ili jamii ielewe uhalisia wa maendeleo yanayoenda katika ulimwengu kwa sasa hivi. Kwa upande wetu sisi kama wizara, kama tulivyoombwa na mwenyekiti hapo, tutalifanyia kazi. Tutakutafutieni nyenzo mbalimbali ili kumsaidieni kuweza kuendeleza utaratibu wa hizi programu ambazo mmezianzisha katika vyuo vyenu. Lengo letu la kongamano hili moja kwa moja limeenda kuwajenga vijana wa vyuo vikuu katika kutatua mambo yao mbalimbali, lakini pia kuwajenga katika kuwaongoza, kwa sababu tunatambua kuna mawaziri, lakini pia tunatambua kuna viongozi mbalimbali, na tunapojua kuwa bila ya afya imara, akili safi, uchumi endelevu, huwezi kuwaongoza watu. Lakini kutokana na changamoto hiyo, baada ya kuona kushirikiana na mwenyekiti wa klabu Kiba, tumeona kuna haja ya kuweza kuandaa kongamano hili ili kuweza kuwasaidia vijana hawa, kwa sababu uongozi huanza chini. Kongamano hili lina dira ya kuwa na mwendelezo kwa kila mwaka. Ukiachia hapa ndio tunasema kwa kwanza, mara ya kwanza kongamano letu, lakini tuna dira ya moja kwa moja kwa kila mwaka kongamano hili kuendelea, na tutashirikiana na vyuo vyote vya Zanzibar pamoja na Tanzania kwa ujumla. Na kuomba ama tunaomba kwako wewe, jambo la kwanza ambalo naomba kwako wewe, uwe mlezi wa jumuiya hizi, lakini pia uwe mlezi katika kongamano hili ambalo tunalifanya, kwa sababu tunaelewa changamoto nyingi ambazo tumezipitia, lakini bado vijana tumeamua na tukasema tutaweza. Laiti tungekata tamaa tusingefika hapa. Kubwa nataka waweze kushirikiana kama moja wao kuwasha vijana, ni huu mshikamano na huu ni mwanzo. Kwa hiyo ningependa shukrani za dhati kwenu kuweza pia kuweza kushirikiana na mambo mengine mbalimbali, isiwe mwisho tu wa kuweza kuwa katika muungano hili tu. Kwa hiyo nyinyi natumai mtakuwa balozi huko vyuoni ambapo mnapokwenda. Kupitia ushirika huu mpaka sasa umeshasaidia vijana wapatao 150 kwa njia tofauti ya kuwapa ujuzi wa kujitegemea, elimu za mazingira, afya na kadhalika. Licha ya mafanikio haya, tunakabiliwa na changamoto kadhaa: upungufu wa rasilimali fedha na vifaa vya kutosha kuwafikia vijana wengi katika maeneo yanayotuzunguka hapa Zanzibar, ofisi ili kuweza kufanya kazi zake kwa ufasaha zaidi, uelewa mdogo wa baadhi ya vijana kuhusu uhusiano uliopo kati ya utunzaji wa mazingira, afya na uchumi wa mtu mmoja mmoja. Lengo la kuweka mafunzo ya afya akili, jambo la mwanzo ni kutaka vijana waweze kujitambua kwanza, wao ni nani na wana nafasi gani, na nafasi hii ipo imegeka kila sehemu. Ipo nafasi kijamii, nafasi kielimu
lakini hata kiutamaduni. Kwa hiyo tukiwapa elimu hii watafahamu sasa kuna zile tabia hatarishi na makundi hatarishi. Kwa hiyo wakiepukana na tabia hatarishi na makundi hatarishi, kwa hiyo watakuwa wanafanya mambo yao bila kuwa na stress, bila kuwa na msongo wa mawazo. Kwa hiyo kila kitu watakifanya katika njia sahihi na watafanya katika maamuzi sahihi bila ya kufuata yule mkumbo au kufuata zile tunasema peer group ambazo zitaenda kuharibia maisha yao. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.